Mateso wanayopitia Wakristo China, kufungiwa na kufukuzwa kazi, watoto wao kukatazwa kusoma, mateso katika familia, kufungwa magerezani na kila aina ya unyanyasaji. Hii ni sehemu ya pili ya maisha ya mchungaji Li Wei kutoka China, aliyehatarisha maisha yake kwa kumfuata Yesu Kristo. Sehemu ya kwanza iliishia mahali ambapo ukandamizaji wa sheria katika nchi ya China ulizidi sana, hasa kufikia wakati wanaokwenda kukutana katika makutano ya ibada umekuwa mdogo sana, wengi kwa kuogopa maisha yao. Hii ni sehemu ya pili. Waliompenda Yesu, lakini mazingira ya kumtumikia yalikuwa magumu. Sikuwalaumu, kila mtu atabeba gharama yake mwenyewe. Wengine waliamua kuondoka China, wengine waliamua kwenda Ulaya Mashariki, wengine walienda Marekani, Kanada na Australia. Kufikia mwaka 2018 ukandamizaji ulizidi zaidi. Tulipata taarifa ya wengi kukamatwa Beijing, Shanghai, Guangzhou. Serikali ilikuwa inatekeleza kampeni yake ya kuua kabisa Ukristo. Nyumba zilizofanyika ibada zilivamiwa kila wakati. Katika miji kadhaa, wachungaji walikamatwa na vifaa vya kanisa viliharibiwa. Katika jimbo la Henan, mamia ya majengo ya kanisa yalibomolewa. Katika jimbo la Jiangxi, serikali iliondoa misalaba katika majengo zaidi ya 1000. Katika jimbo la Xinjiang, Wakristo walichukuliwa na kwenda kupewa elimu mpya kuhusu taifa. Watu hao walikusanywa katika kempu zilizoitwa Vocational Educational and Training Centers. Watu walioonekana kutoendana na kuikataa sera ya serikali walifungwa na wengine kuuawa, huku polisi wakisema wamejiua wenyewe au vifo vya kawaida, wakati wao ndio wamewaua. Mchungaji mmoja katika jimbo la Shaanxi walimuua na kumning'iniza katika selo yake, huku akisema amejiua. Alikuwa na watoto na mke. Waliongeza alikuwa na matatizo ya akili. Mzee wa kanisa katika jimbo la Guangdong amekufa kwa shambulio la moyo wakati wa kuhojiwa. Alikuwa na miaka 45 na alikuwa mzima wa afya. Walimuua na kusema ni shambulio la moyo. Taarifa zilienea na kutesa kanisa kila kukicha. Disemba 2018, jambo lililotokea katika jimbo la Chengdu ambalo lilishtua jamii yote ya Kikristo. Moja ya kanisa kubwa katika mji lilivamiwa katika huduma ya Jumapili asubuhi. Zaidi ya polisi 100 walifika na zaidi ya waumini 100 walichukuliwa. Mchungaji Wang Yi alikamatwa pamoja na mke wake na viongozi kadhaa wa kanisa. Namjua mchungaji Wang Yi, tumekutana mara kadhaa katika mkutano ya ibada, maana wote ni viongozi. Alikuwa profesa wa sheria, alibadili na kumpokea Yesu, akawa na kiu ya kuitangaza injili kweli kweli. Kanisa lake lilikuwa kubwa kuliko langu. Amekuwa akiongelea uhuru wa kidini, hata kutoa machapisho kuikosoa serikali kwa inachokifanya kuhusu imani. Japo tulimsia asijioneshe sana kwa mamlaka, kwa sababu wao hawaelewi zaidi ya kuwa na lengo la kulitesa kanisa. Mchungaji Wang Yi alisomewa shtaka la kuhujumu mamlaka ya nchi, ambayo ni mbaya sana. Alihukumiwa miaka 15 jela. Wiki kadhaa baada ya kukamatwa Wang Yi, zaidi ya watu 500 walikamatwa ambao walionekana kuungana na kanisa alipokuwa na hudumu. Kanisa hilo la mchungaji Wang Yi liliitwa Early Rain Covenant Church. Watu hao walihojiwa, walishikiliwa, wengi walipoteza kazi, wengine walilazimishwa kuondoka. Watoto wa Kristo walitolewa shuleni. Lengo la serikali ni kuua kabisa jamii
ya Ukristo katika nchi ya China. Nilihudhuria kikao cha viongozi wa kanisa kilichofanyika kwa siri nje ya mji, ambapo viongozi wa makanisa 30 kutoka jimbo la Chengdu walikusanyika kuomba kwa ajili ya mchungaji Wang Yi na huduma yote. Tulijua yawezekana sisi ndio tunafuata. Tulijua makusanyiko kama haya ni hatari, lakini tulihitaji kuwa pamoja. Mzee mmoja wa kanisa ambaye ametumia miaka 10 jela kwa sababu ya imani katika miaka ya 1980 alisema, alitukumbusha kuwa kanisa la China linapitia mateso. Alisema mateso hayawezi kuua imani ya kweli. Alisema waliotutangulia katika karne ya kwanza walipitia haya na kuzidi. Kufikia mwaka 2019 ambapo mambo yalibadilika zaidi, sheria mpya ya kukontrol kila kitu cha dini ilitungwa tena ili kudhibiti vikali hata mitandao. Blogu za Kikristo kama vile Christian e-commerce ilifungiwa. Apu zilizotoa uwezekano wa kudownload au kupakua mafundisho na Biblia online au kutafsiri mafundisho ya Kikristo kwa Kichina zilifutiwa kibali. Serikali ilidhamiria kuondoa Ukristo hata katika mitandao. Makanisa sasa yalitakiwa kuwa na kamera ambazo wanaonekana waumini na wote wanachokifanya moja kwa moja katika vituo vya polisi. Wengine walishushwa vyeo kwa sababu walikuwa ni Wakristo na kufukuzwa kazi. Watoto wa Kristo hawakuruhusiwa kusoma katika shule nzuri wala kwenda vyuo. Serikali iliamini kwa vigezo na gharama hizi za kuwa Mkristo wengi wataacha. Hawakujua yote haya yaliwaimarisha watu. Watu walioenda kanisani kufuata desturi walirudi nyuma, lakini wale waliojua thamani ya Yesu walizidi kuwa imara na wapya waliingia katika imani kwa sababu waliona waumini wapo tayari hata kuhatarisha maisha yao kwa kila kitu. Nakumbuka kijana mmoja, yawezekana na miaka 25 hivi, alihudhuria ibada ya asili mwaka 2019. Aliniambia amekuwa mpagani maisha yake yote. Yeye ni mwanachama wa chama cha ujamaa. Aligundua kuwa utendakazi wa Kristo ni tofauti. Walikuwa wakweli, wakarimu na walikuwa na amani. Pia aliona wafanyakazi kadhaa wa Kikristo wamefukuzwa kazi kwa kukataa kusaini nyaraka za kuikana imani yao. Wamepoteza kazi nzuri, kazi ambazo ziliwafanya watunze familia zao. Hii ilinishangaza. Alijiuliza, ni nini hicho kilicho cha thamani katika Yesu? Hata watu wamekuwa tayari kupoteza kazi na usalama wao. Alianza kuwachunguza Wakristo kwa siri na alisoma Biblia mtandaoni akiwa amewasha VPN. Miezi 6 baada ya kutembelea kundi letu, nilimbatiza mtoni nje kidogo ya mji usiku. Alijua gharama atakayoipata. Alijua amechagua maisha magumu na hatari kidunia, lakini alisema kukutana na Yesu kuna thamani zaidi ya chochote. Serikali inaweza kupitisha sheria kila mwaka. Watawakamata wachungaji, watabomoa makanisa, lakini hawawezi kumzuia Roho Mtakatifu. Hawawezi kumuua aliyeshinda mauti. Mwishoni mwa mwaka 2019, wachungaji wengi niliowajua walifungwa. Mamia ya waumini walishikiliwa, walihojiwa na kuwekwa chini ya uangalizi. Maelfu waliishi katika hofu, wakiwaza ni lini milango ya nyumba yao itagongwa na kukamatwa. Hii ni nchi ya China. Familia yangu iliishi kwa hofu. Anna Shi, wanangu walitengwa shuleni kwa sababu rekodi zangu za uhalifu. Walimu waliwatendea tofauti na mwanzo. Wanafunzi baadhi waliwaepuka. Hawakuruhusiwa kushiriki michezo shuleni na hawataruhusiwa kujiunga na vyuo vikuu. Mei Ling amepoteza kazi 2 kwa sababu wamegundua ana imani ya Kikristo. Hatukuwa na uchumi mkubwa, lakini tulikuwa huru kwa muda. Mke wangu Mei Ling alishauri tuondoke China. Hali imekuwa mbaya. Kesho ya watoto wetu imeharibiwa. Hakuna uhakika wa usalama. Leo sisi ni waasi
wahalifu tunaweza kukamatwa muda wowote. Nilifikiri kuhusu hilo, lakini nilifikiri kuhusu kanisa, waumini wachanga waliotegemeza mwongozo wangu na walionitumaini katika kila jambo, kuwafundisha na kuwaongoza. Kuhusu watu ambao watavunjika moyo ikiwa watasikia mchungaji amewatelekeza na kukimbia nchi. Nitaonekanaje huku niwaache watu hivi? Nitakuwa ni mtu wa namna gani? Mchungaji gani? Nilimwambia Mei Ling, nahitaji muda zaidi kuliombea jambo hilo. Alisema atakuwa pamoja nami katika kila maamuzi nitakayochukua, japo alikuwa na hofu kubwa. Nakumbuka hiyo ilikuwa ni Jumatano jioni. Ijumaa asubuhi nilipokuwa naelekea kazini, watu wawili waliovalia kiraia walinisogelea, walinionyesha kitambulisho cha polisi na waliniambia nahitajika kuwafuata kwa ajili ya mahojiano. Walikuwa serious. Walinipandisha kwenye gari lao. Safari hii hawakunipeleka kituo cha mahojiano cha awali. Hili jengo lilikuwa peke yake, mbali, lina kuta ndefu, mageti imara. Hili ni eneo ambalo wengi hupotelea huku. Nilipelekwa katika eneo ambako nilipigwa picha na kuchukuliwa alama za vidole. Walinipa sare ya magereza yenye rangi ya dark blue. Waliniambia nashikiliwa kwa kuhujumu juhudi za kiserikali. Uchunguzi utachukua miezi kadhaa, hivyo nisitarajie kutoka hivi karibuni. Hukumu yangu itasomwa baada ya uchunguzi, lakini kwa muda wote huo nitashikiliwa hapa. Niliuliza kama naweza kuwasiliana na familia yangu niwajulishe nilipo. Waliniambia familia yangu itajulishwa na maafisa wa ushirikiano wa polisi. Utanifanya niwe huru haraka zaidi, na walisema watu wengi wametoa ushahidi dhidi yangu na kwamba kesi yangu safari hii imekuwa serious. Hivyo ushirikiano ndio unaotakiwa zaidi kati yangu na wao. Kisha walinipeleka selo. Ni ndogo sana, yenye kamera juu kwenye kona. Kila kitu nilichofanya waliniona. Niliwaza kuhusu Mei Ling atakaporudi kazini hata nikuta. Niliwaza wanangu watashangaa kwa nini baba yao harudi nyumbani. Niliwaza kuhusu kanisa langu pindi watakaposikia mchungaji wao amekamatwa tena. Hukumu ya safari hii inaweza kufikia hata miaka 10 au 15 gerezani pamoja na adhabu kali. Niliwaza juu ya machaguo yote yalionifanya niwe hapa. Ningekubali kusajiliwa na serikali, ningekubali kufanya kile walichoagiza, ningekuwa huru. Kama ningesaini nyaraka ile ya kuacha kuhubiri, ningekuwa nyumbani na wanangu leo. Kama ningeondoka China kama alivyosema Mei Ling, ningekuwa salama. Lakini nimechagua Kristo. Kristo hakuniahidi kuwa sitapitia tabu, bali ameahidi kuwa pamoja nami katika kila mapito. Hata katika bonde la mauti yupo nami. Niliomba, nilimshukuru Mungu na kuomba kwa ajili ya familia yangu, kwa ajili ya kanisa liwe imara hata bila uwepo wangu. Niliwaombea walionikamata na maafisa wa serikali. Mungu awafungue waone ukweli, wamjue Yesu kabla hawajachelewa. Asubuhi mahojiano yalianza. Niliambiwa atafanyika kwa miezi 6 bila mtu yoyote kuruhusiwa kuniona, isipokuwa maofisa wa serikali tu. Mwanasheria wangu aliteuliwa na serikali na nimekuwa naye mara moja tu. Yeye alinishauri nikiri makosa ili hii itanisaidia kupunguza adhabu. Nilimwambia siwezi kukubali makosa kwa kumfuata Yesu, maana kumfuata Yesu sio kosa. Watesi waliandaa nyaraka nzito, picha. Nikiwa naingia sehemu mbalimbali, sauti za ibada, maombi, taarifa za kifedha walizotengeneza kuwa nafadhiliwa na mashirika toka nje, wakati sijawahi kupokea hata senti moja toka nje. Pia nyaraka hiyo ilionyesha kuwa mimi ni wakala wa magharibi niliyetumwa kuligawa na kulikandamiza taifa la China kwa kivuli cha dini. Niliambiwa nimepewa elimu ya kuwafanya wa China waipinge serikali yao. Niliambia mahakama nilifanya kusanyiko la kidini kwa sababu nampenda Yesu Kristo.
na nataka wengine wamjue. Nilisema sijamuhamasisha mtu yeyote kuipinga serikali au kumdhuru yeyote, kwa sababu kumpenda Kristo inamaanisha lazima tuwapende adui zetu na kuwaombea wanaowatesa. Nitaendelea kumfuata Yesu, haijalishi nitapewa hukumu ya kiwango gani. Hakimu alisema, kwa hayo niliyoyasema nimepatikana na hatia ya kuihujumu serikali na kufanya kusanyiko lisilo halali la kidini. Hukumu yangu ni miaka 7 jela na kufundishwa elimu upya yenye maadili na tamaduni ya China. Miaka 7 binti yangu Anne atakuwa mtu mzima. Wakati huo Mei Ling atawajibika kuwatunza watoto peke yake. Watanikosa kwa miaka 7. Walinzi walinisafirisha kwenda gerezani katika jimbo la Xinjiang kaskazini magharibi. Palikuwa na wafungwa wengine 11 katika gari hilo, lakini hatukuruhusiwa kuongea. Wengine Wakristo na wengine wanasiasa walioipinga serikali mtandaoni. Mateso gerezani yalikuwa makali. Tuliamshwa saa 11 alfajiri kwa kengele. Unasimama kwa ukaguzi. Baada ya ukaguzi, uji, kisha kazi. Wengine viwandani, katika viwanda vya nguo kwa ajili ya kusafirishwa nchi za nje, kutengeneza mashine za cherehani na makazi magumu majangwani, mashambani. Huku muda wa chakula cha mchana ni dakika 15 tu. Kila jioni tulitakiwa kuhudhuria darasa la elimu ambapo walimu walitufundisha kuhusu makosa na kwamba dini ni ugonjwa wa akili ambao unapaswa kutibiwa kwa kupata elimu bora. Walitufundisha kuwa Ukristo ni chombo kinachotumiwa na watu wa magharibi kuwatawala na kuwanyonya watu wa China. Walisema vyama vya ujamaa vimeikomboa China na vimetupa kila kitu, hivyo sisi ni waasi tusio na shukrani kwa sababu tunaufuata ukandamizaji wa kigeni kwa kivuli cha dini. Tulilazimishwa kuangalia video za propaganda za maovu ya dini, video za ushahidi wa jamii kupitia mpango wa serikali, video za waumini ambao wamezikana imani zao na sasa wanashuhudia walivyopokea elimu mpya na kwamba imekuwa bora kwao na katika jamii wanazoishi, na kwamba walidanganywa. Zipo zingine za kweli na zingine walizozitengeneza kwa AI. Baada ya hayo ilifuata hatua ya kujikosoa. Mfungwa alitakiwa kusimama na kukiri makosa yake mbele na kueleza jinsi elimu hii ilivyoweza kumsaidia na ilivyoweza kumkomboa. Kama kukiri kwako hakutaridhisha, wanakukosoa. Yule msimamizi wa zoezi hilo anakukosoa na ulitakiwa kurudia tena zoezi hilo kesho yake. Niliangalia kwa makini katika awamu za mwanzo kuelewa wanataka nini. Walitaka kuziua imani walizonazo watu hawa ambazo wametoka nazo katika mitaa mbalimbali. Walitaka ukili kiapo cha uaminifu kwa chama na Rais Xi Jinping. Walitaka tuiamini elimu yao na kuzikataa imani tulizonazo. Nilifanya maamuzi kwa kuwa ni lazima nitaonesha kwa maneno kuwa sawasawa na wao wanavyotaka ili niishi, lakini sitauruhusu moyo wangu uikubali elimu yao. Nitayasema maneno ambayo hayatoki moyoni mwangu, maneno wanayotaka kuyasikia, lakini sitayaamini moyoni mwangu. Miezi 3 ilipotimia gerezani, waliniita kwenye ofisi ya mlinzi wa magereza. Mlinzi huyo aliniambia nimegundulika mimi ni kiongozi wa kidini kati ya wafungwa. Alisema nina hamasa, hivyo naweza kuitumia vizuri au vibaya. Aliweka nyaraka juu ya meza, ikiwa ni nyaraka ya kukiri makosa na kukana imani yangu ya Kikristo. Kurasa kadhaa zilieleza makosa yangu na jinsi nilivyobadilika kutokana na elimu niliyopokea. Ilisema kuwa sasa nimeelewa kuwa Ukristo ni uongo na kwamba nimemkana Yesu. Nimekuwa mwaminifu kwa vyama vya kikomunisti na tena nitafanya kazi ya kuwaeleza wengine juu ya uongo wa dini. Chini palikuwa na sehemu ya kusaini.
Afisa huyo aliniambia kuwa kwa kusaini nyaraka hii kutabadilisha kila kitu. Nitapelekwa nyumba nzuri, nitaletewa chakula kizuri, nitapewa kazi rahisi na kifungo changu kitapunguzwa. Pia nitaruhusiwa kuwasiliana na familia yangu hata kwa video call. Naweza kuandikia barua na watu wataruhusiwa kuja kuniona pindi watakapohitaji. Alinionyesha pia picha za Mei Ling na wanangu zilizochukuliwa hivi karibuni. Yawezekana ni timu ya upelelezi iliwahi kwenda huko. Walidhoofika na kuchoka, nyuso zao zilionyesha kukata tamaa. Afisa aliniambia, ikiwa nataka kuiona familia yangu tena, ikiwa na wajali, ni saini nyaraka hiyo. Mei Ling anafanya kazi 2 hivi sasa ili kupata fedha za kutunza familia. Ann amekatazwa kujiunga na chuo. Nilimwambia afisa, siwezi kusaini nyaraka hii. Yesu Kristo sio mfumo wa ujanja kama siasa. Yeye nimekutana naye. Kusaini nyaraka hii nitakuwa nadanganya na kumkana Yesu Kristo. Nilimwambia, naionea huruma sana familia yangu kwa mateso wanayopitia, lakini siwezi kuwapatia faraja kwa kumkana Yesu. Afisa aliniambia, nimekuwa mjinga, nitajutia nafasi hiyo. Aliita walinzi na kuwaagiza nipelekwe isolation, yaani nikatengwe kwenye chumba maalum peke yako. Ni giza, hakuna chochote. Huko chumba kilikuwa kidogo sana, hakuna dirisha, hakuna mwanga masaa yote 24. Ni mwanga wa taa tu. Hapa hakuna mtu niliyekutana naye isipokuwa mlinzi aliyeleta chakula mara 2 kwa siku. Kutengwa kubaya sana. Katika chumba cha giza hujui saizi ni saa ngapi. Mawazo yako mwenyewe ndo mtu wa kuongea naye. Niliwaza hata kusema kwa nini Mungu aniite na aje kunitelekeza hapa. Familia yangu inapitia mateso. Ni faida gani ufalme wa Mungu unaipata kwa mimi kufungiwa katika eneo kama hili? Hata Mungu aruhusu haya? Siwezi kumhubiria yoyote. Nipo mwenyewe katika chumba cha giza. Kanisa linakuwaje kwa mimi kuwepo hapa gerezani? Nilifikia wakati niliwaza, yawezekana mimi ndio sijaelewa au ni mjinga, nimedanganywa. Niliwaza kumuita mlinzi aje anipe nyaraka ni saini niondoke. Lakini nilikumbuka maandiko, uwe mwaminifu hadi mwisho, nitakupa taji ya ufalme, taji ya uzima. Nilipata nguvu kwa maneno haya ya Yesu na siku zilizidi kusogea. Siku moja katika selo yangu kulitokea nuru kali sana. Sio nuru ya taa. Kisha nilihisi uwepo wake wenye upendo, na sauti toka ndani ya moyo wangu niliisikia ikisema, mimi nipo pamoja nawe, sijawahi kukuacha, haupo peke yako. Kisha nuru hiyo ikaondoka ndani ya sekunde kama 30 hivi, yaani nusu dakika. Nguvu na amani viliongezeka na nilijua Bwana wangu Yesu Kristo bado yuko pamoja nami. Ndipo nikajua mateso yangu yana maana. Mungu anaweza kuyatumia kwa namna nisiyoijua. Baada ya miezi 8 walinirudisha selo ya kawaida. Ndipo nikaona tena watu, kelele na mwanga. Nilirudishwa katika selo ya awali. Wengi niliowaacha sikuwakuta. Labda walimaliza vifungo vyao au wamehamishwa. Niliwaona wapya wengi, na wengi wao walikuwa ni Wakristo. Mmoja katika selo yangu anaitwa Cheng. Yeye amekuwa mzee wa kanisa katika jimbo la Henan. Amekamatwa pamoja na waumini 40 wa kanisa lao. Kosa lililomleta gerezani ni kuwafundisha watoto Biblia, kitu ambacho ni kosa kwa sheria za China. Amefungwa jela miaka 5 sasa. Tulianzisha urafiki taratibu na makini. Kwa ushirikiano mkubwa na Cheng, tulibatiza watu na kuwaleta wengi kwa Kristo kwa maji ambayo yaliyokuwepo bafuni kuoga, maana hatukuwa na kibali cha kwenda katika mto au eneo lolote. Mmojawapo alikuwa ni Liu, aliyekuja kama mpagani. Yeye alifungwa kwa sababu alikosoa serikali kuhusu rushwa. Mwanzoni mwa mwaka 2020 mambo yalibadilika. Palikuwa na taarifa kuwa kuna ugonjwa mpya unaenea kwa kasi zaidi China,
unaoitwa COVID-19. Ugonjwa huu ulianzia katika jimbo la Wuhan, sasa unaenea kwa kasi katika miji yote ya nchi. Serikali ilianzisha lockdown. Hapakuwa na mfungwa mpya kuja gerezani wala ndugu kutembelea wafungwa. Walinzi walianza kuvaa maski na walitupima joto mara 2 kwa siku. Kila alionekana na homa aliondolewa haraka na kutengwa. Lakini pia lockdown ilileta faida. Walinzi walikuwa na hofu, waliwaza familia zao, afya zao. Ulinzi ulipungua kidogo. Wakristo tulitumia muda huo kukutana mara kwa mara, kuomba, kutiana moyo. Mwishoni mwa mwaka 2020, kupitia mtandao wa siri wa kuwasaidia Wakristo uliomfikishia taarifa Chen kuwa wamepanga kumtorosha gerezani, naye alinihusisha mimi kama nitakuwa tayari kufanya maamuzi hayo magumu na hatari. Katika mpango huo ilikuwa ni kuchukuliwa wakati wa kwenda kuchukua vipimo vya afya vya dharura na check-up za kila siku. Hapo tutachukuliwa na kufichwa na kisha kusafirishwa nje ya Xinjiang na kisha nje kabisa ya China. Ni hatari kama tutakamatwa, adhabu kali zaidi itatolewa. Niliomba Mungu kuuliza juu ya hilo, ndipo Bwana akanijibu, ni nafasi yangu kutoka katika gereza. Nakumbuka ratiba ya kwenda kufanyiwa check-up ilipangwa ifanyike Jumanne asubuhi, Novemba 2020. Chen na mimi tulipatikana na dalili ambazo uchunguzi zaidi ulihitajika katika hospitali ya mkoa. Dalili zilionyesha hakika lazima matibabu zaidi yapatikane. Tukiwa na pingu na mavazi ya magereza, walinzi wawili walitupeleka ili kwenda hospitali kwa ajili ya kupata matibabu. Kufika hospitali ni takribani masaa 3. Tulitoka gerezani saa 1 asubuhi. Kutokana na mpango, tulipaswa kutoroka njiani maeneo ya milima. Mlipuko ulitokea. Injini ya gari ilileta shida. Walinzi walihangaika kupata mawasiliano. Watu wawili walikuja wakiwa kama wao, walifungua mlango na kutufungua pingu. Tulikimbia na watu walioandaliwa walitupeleka katika eneo la shamba. Baada ya mwendo wa masaa 4 kwa gari, walisema mjini si salama, maana watawatafuta, kaeni huku shambani. Lakini hali itakapokuwa sawa tutawatoa Xinjiang. Walinzi hao walionekana kama walinzi wa maaskari, hawakuwa na tofauti yoyote. Eneo hili lilikuwa ni la jangwa na milima. Mtandao ulikuwa unasumbua sana. Tulikaa hapo kwa siku 3. Tuliletewa chakula mara 2 kwa siku. Siku ya 4 walikuja kutuchukua na kutusafirisha kwa lori la makaa ya mawe. Walitufukia chini ya makaa ya mawe na walituambia tukae kimya. Safari ilikuwa ndefu. Kuna wakati makaa ya mawe yalikuwa mazito. Gari ilitembea kwa masaa kadhaa. Tulipita checkpoint kadhaa, maana nilisikia sauti hiyo ya walinzi na maafisa wa polisi wakiuliza na kukagua vitambulisho. Walipotutoa tulikuwa weusi kichwani hadi mguuni. Ndani ya miezi 3 tulikuwa bado China, tukihamishwa nyumba kwa nyumba za wanaomwamini Kristo, mbali na mji wa magereza. Mwezi wa pili mwaka 2021 tulifika jimbo la Yunnan lililopo kusini magharibi mwa China, karibu na mpaka wa Myanmar na Laos. Waliotuongoza ni Joe pamoja na Lin, mke wake, ambao ni wanandoa. Kazi yao ni kusaidia Wakristo na kuwapa msaada wa kuvuka mpaka kuingia Asia Mashariki. Wamesaidia zaidi ya Wakristo 300. Joe aliniambia pia ameihamisha familia yangu, ipo mahali salama kwa sababu walishapewa taarifa, maana kama wangeiacha maafisa wangeenda na kuwakamata.
Nitakutana nao ninakoenda. Tuliambiwa tunatakiwa kufika Korea Kusini, na wao nitawakuta huko. Tulivuka hadi Myanmar ambapo tulikaa wiki 6 kwa sababu za kiusalama na kufanywa kwa taratibu za mipango ya kupatikana kibali cha kuingia Korea Kusini. Wakristo ambao walishaandaliwa walitutunza mahali salama na kupata nyaraka muhimu za ukimbizi pamoja na madawa. Nilijulishwa kuwa familia yangu imetoka salama China kupitia upande wa kusini wa China kupitia Vietnam kisha Thailand, na wapo hapo kukamilisha taratibu za kiukimbizi ili kuweza kuelekea Korea ya Kusini. Aprili mwaka 2021 tulisafiri kwa ndege kwenda Korea Kusini. Ni mara yangu ya kwanza kupanda ndege. Nimeona nguvu kubwa ya Wakristo na umoja na upendo hadi kufikia hapa. Ndege ilitua Seoul, Afrika Kusini, Korea Kusini. Walinipeleka kwenye nyumba ambayo ndani waliandaa kila kitu. Kulikuwa na furniture. Wiki 3 baadaye familia yangu ilifika. Tulikumbatiana na kulia. Tumeungana tena kama familia baada ya miaka 3 ya mateso. Tulikuwa pamoja tena. Mungu ameniokoa ili niwe sauti kwa dunia ijue wanachofanyiwa Wakristo China. Bado wapo wengi gerezani. Mchungaji Wang Yi bado anatumikia kifungo cha miaka 9. Nchi ya China sasa imeongeza masharti. Wanataka muimbe kanisani nyimbo za kisiasa, nyimbo za kumsifu rais wa China Xi Jinping badala ya kusifu na kuabudu kwa Kristo, na nyimbo za vyama pamoja na picha yake rais Xi Jinping anataka iwekwe mbele ya kanisa kwa makanisa yote na ibada zote na mikutano yote. Mateso ya Wakristo China ni makali na yanazidi kila kukicha. Wanangu wamekatazwa kusoma chuo, ndoto zao zimekufa kwa sababu tu baba yao ni Mkristo, na wamepewa na wao kibali cha uhalifu ambacho kimewaondolea haki zote kama watoto. Nimehudumu katika makanisa kadhaa hapo Korea Kusini. Niliungana na wengine kutoka Pakistan, Vietnam, Myanmar katika kazi ya Mungu. Shuhuda zao ziliendelea kunijenga hadi leo. Kuanzia 2023 hadi 2024 nimezoea Korea, na sasa nipo tayari kufanya kazi hii kwa gharama yoyote zaidi. Katika taasisi ya kusaidia Wakristo ya kimataifa, sikuandika majina yangu halisi kwa sababu ya usalama wa waumini nilionao, pia pamoja na ndugu zangu walioko China. Na maombi ni muhimu, lakini sio kitu pekee. Sio jukumu letu pekee. Tunatakiwa tuhakikishe uhuru wa kumtumikia Mungu unakuwepo. Tuna jukumu la kusaidia taasisi za kuwasaidia wakimbizi na waathirika wa kiimani. Bado nawaza gharama iliyotumika mimi na familia yangu kufika mahali hapa ni kubwa mno. Ni kubwa sana. Tumevuka nchi kadhaa, na pia tuna jukumu la kuzichunguza imani zetu wenyewe. Ukristo katika nchi za amani umekuwa ni jambo la kawaida kwao. Hawaoni thamani yake. Wanamtumikia Mungu katika muda wao wa ziada, tena bila gharama yoyote. Wanafanya kama mazoea. Naomba tujiulize, tutafanya nini ikiwa kumfuata Kristo kutatugharimu kila kitu? Je, imani yetu ingekuwa ya kiwango gani katika mateso hayo? Hivi kweli Yesu ni wa thamani kwetu, au tunatumia dini kufanya maisha yetu na kujificha katika jina la Yesu? Upo tayari kubaki na Yesu katika jaribu la kiwango gani? Kumfuata Yesu ni zaidi ya kwenda kanisani. Sasa ninapoandika ushuhuda huu ni mwaka 2025. Ninapata faraja kuona kanisa China licha ya vikwazo na changamoto bado lipo na linazidi kukua. Sasa inakadiriwa kuwa watu zaidi ya milioni 100 wamempokea Yesu Kristo China.
Kanisa linakuwa haraka vijijini ambako kuna utulivu kidogo na wengi ni vijana. Serikali watawakamata na kuwafunga wachungaji, kubomoa makanisa na majengo yanayotumika kama makanisa, kuwakataza watoto wasijihusishe na habari za kanisa, kudhibiti intaneti na mitandao. Lakini Roho Mtakatifu asiyezuilika anazidi kuwafikia wengi. Chan, niliyetoka naye gerezani, sasa anaishi Marekani, anawahudumia watu huko. Watu wengi katika nchi za amani hamjui maana ya mateso katika Kristo. Wanalalamika juu ya vitu vidogo, wakati waumini mahali pengine wanakufa kwa ajili ya imani. Kanisa linatakiwa kuamka. Wakristo katika nchi huru wanatakiwa kutumia uhuru wao kuwa mawakili wa wanaoteseka kwa ajili ya imani duniani. Wanatakiwa kuomba na kusaidia walio kwenye uhitaji. Wapo watu hawana muda wa kuomba, hawana kazi, wamefukuzwa, wapo magerezani, wengine ni wakimbizi, wanapoteza na wamepoteza kila kitu, na wanahitaji msaada wa kiroho na kimwili ili kuweza kuishi. Ichunguzeni mioyo yenu na mjiulize, ni kweli Yesu Kristo ni wa thamani kwenu? Upo tayari kumfuata licha ya gharama itakayokupata? Au ni Mkristo wa mazoea unayeenda na upepo wa kidini? Ni kweli Yesu ni Bwana na Mwokozi kwako? Ni Bwana wako binafsi ndani ya roho yako? Au ni Yesu wa familia? Au ni Yesu wa kanisa na jamii kwa sababu anaenda kanisani? Kwenye moyo wako ana nafasi gani? Katika maisha yako ana nafasi gani? Katika familia yako ni kipaumbele kiasi gani? Haya ni maswali watesi walinilazimisha mimi kuyajibu. Ndiyo maswali pia natamani na wengine wayaangalie. Kama ningejali mali, kama ningejali furaha ya familia yangu, au ningejali pesa, nisingefungwa na nisingefika Korea Kusini labda. Simaanishi kwamba nataka na ninyi mteseke kama mimi nilivyoteseka. Hapana. Ila nataka mgundue kama mimi nilivyogundua kuwa Yesu Kristo anatosha. Kristo ana thamani zaidi ya chochote. Kumjua yeye kuna thamani zaidi ya faraja zote za dunia. Ushindi na furaha nilionayo imejengwa katika gharama. Nimetumia miaka kadhaa jela. Watoto wangu wamekatazwa kwenda chuo kwa sababu njia yangu ya kwa Kristo imeleta tafsiri ya kuwa ni gaidi na muasi. Mke wangu anaishi kwa mateso, amefukuzwa katika kila kazi. Waumini wanateswa na kufungwa. Nchi yangu mwenyewe sina uhuru wa kurudi. Siwezi hata kwenda kuliona kaburi la bibi yangu. Gharama imekuwa kubwa. Ndio nimeelewa Yesu aliposema kumfuata yeye kuna gharama. Kuchukua msalaba wako kumfuata si utani. Kuyapoteza maisha yako kwa ajili ya Kristo si mashairi, ni uhalisia. Nimejifunza pia kuwa kila kitu unachopitia katika mateso ya Kristo kina thamani. Machozi, sadaka ya kujitoa kwako na kila kitu. Kanisa la China linateseka. Ndugu zangu katika Kristo, wanawake kwa wanaume, wapo magerezani sasa hivi. Wengine wanateswa, wengine wanalazimishwa kuchagua kati ya Kristo na kingine wanachokipenda, huku familia zao, mali zao zikishikiliwa. Wengine wanakufa kwa ajili ya imani. Huu ndio ukweli. Siwezi kuwadanganya kwa maneno laini, lakini pia kanisa China lipo hai, linakuwa, linasafishwa kwa moto. Vijana wanaingia kwenye imani wakijua kiasi gani itawagharimu. Naomba nikuulize, utafanya nini ikiwa kumfuata Kristo itagharimu uhuru wako, familia yako, maisha yako? Je, bado utamfuata Yesu? Ikiwa kumwabudu Mungu kutakufanya uhatarishe kila kitu unachokithamini, je, utaendelea kumwabudu? Haya sio maswali ya kufikirika kwa mamilioni ya Wakristo duniani. Huu ni ukweli wa maisha yao ya kila siku.
mateso yanazidi kuenea, uhuru wa kidini unaendelea kuminywa. Huu unaweza kuwa ukweli wako pia siku moja. Siku itakuja ambapo utatakiwa kuchagua kati ya Kristo na dunia, kati ya Yesu na usalama wako. Na kuombea uchague vizuri, na kuombea ujenge imani yako katika mwamba imara, kwa kuwa bado una muda sasa. Tumia uhuru wa muda wako vizuri. Wapo waliozaliwa kwenye mateso na wanaishi kwenye mateso na hawajamwacha Kristo. Mungu akutunze. Amen. What could motivate people to sacrifice everything?